Bwana mmoja alikuwa tajiri sana. Alikuwa anahangaika sana kutafuta mali. Hachoki. Usiku mchana. Alikuwa na dereva wake, dereva anatumwa kila bahali. Naenda peleka mzigo huu, rudisha mzigo huu, kapokea mzigo huu, peleka benki. Bahati huyu bwana hakupata mtoto hata mmoja. Alikuwa na mke lakini hakuzaa mtoto hata mmoja. Mali imekuwa nyingi kiasi hichi. Imefika pahali ameugua ghafla, amekufa. Mrithi wake wa pekee ni mke wake. Mke amekaa na mali yote hii, nitawezaje mimi kuendesha na biashara hizi alizoziacha na mali yote hii? Akaona kitu kikubwa kizuri ambacho anaweza akakifanya, apate mume ambaye mume atachukua nafasi ya kutizama mabiashara na mali yaliyoachwa pale na mume wake marehemu. Akaona mtu wa karibu zaidi wa kuweza kumuoa ni yule dereva alokuwa wa mumewe. Akamwambia nioe. Dereva akawa tajiri milionea baina lailatin wa dhuha. Hakuamkia wala kuilalia maskini. Umesemaje? Masikio yanadanganya. Nioe, maana sina mtu mwingine hapa wa karibu zaidi isipokuwa wewe. Kwa hiyo bwana akajiolea. Siku miongoni mwa siku amekaa na tafakari, kumbe bosi wangu mbio zote zile zilizokuwa naenda mimi naona anajichumia mwenyewe, kumbe alikuwa ananichumia mimi. Mali zote hizi zilizokuwa nafanya kazi zote usiku kucha mchana kutwa, kumbe ilikuwa ananifanyia mimi. Angalia sasa, maana mwanamke yule kachukua mafunguo yote, vitabu vyote vya benki, kila kitu kaikabidhi kwa mumewe mpya. Yote ni yangu, na sio mali tu, mpaka mke wake amekuwa wangu. Hii dunia ndivyo inavyokupa mafunzo makubwa kama. Na maana hii sio kwamba ukawafute kazi madereva wako nyumbani leo. Inatokea mara moja. Kwa ajili hiyo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutaka wewe ujitolee mwenyewe, jifanyie kazi, fanya mambo yatakayokufaa mwenyewe. Ndio maana akasema ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq. Mnachokitanguliza kwa Allah kinabaki, lakini mlichokuwa nacho nyinyi huku kinamalizika. Hiki chote wewe ulikuwa ukitoi unakiweka tu, unawaekea watu wengine. Ndio Mtume akasema ayyukum malu warathatihi khairun min mali. Malu warathatihi khairun ilayhi min mali. Mtu gani ambaye mali ya warathi wake anaipenda kuliko mali yake mwenyewe? Masahaba hawakufahamu. Ya Rasulullah, kaifa yuhibbu ahaduna mala warathatihi akthara min mali? Ya Rasulullah, mtu ataipendaje mali ya warathi wake kuliko mali yake? Mtu ataipendaje mali ambayo watu yani mtu anaipenda mali yake mwenyewe au mali ya watu? Unapenda mali yako. Sasa basi sisi tunapenda sana mali za warithi wetu. Kwa maana gani? Kwamba ile mali unayoitoa kwa ajili ya Allah, unayoitumia ndio yako, lakini huipendi ile, kwa sababu upendi kutoa, upendi kutumia. Lakini ile mali unayoirindika kule mabenki na ukaihifadhi, ukaifanyia ubakhili, ile ni mali ya warithi. Sio, tunaelewa hapo? Lakini ile ndio tunayoipenda. Kwa hiyo Mtume anasema tunapenda mali za warithi wetu kuliko tunavyozipenda mali zetu. Ndio mabakhili hao wanapenda sana mali za warithi wao, yani mali ambao wala si zao. Sasa tizama, huyu tajiri amekufa, ameacha mali za warithi ambazo alikuwa akiziweka benki, akizichunga sana. Warithi wake wamekuja watu from nowhere. Mmoja ni yule dereva wake, alikuwa ndo boy wake, amejichukulia. Sasa ipende mali yako, na mali yako ni ile ambayo utaitoa hapa uwasaidie hawa, utoe zaka ukifika mwaka, utoe sadaka ukifika, uwasaidie wasiojiweza. Ile ndio mali yako. Ile iliyokuwa benki kule ni ya warithi, na wengine hukuombea dua, utakufa lini maana unachelewa.
Wengine wanajua sasa sisi kizingiti kwamba tunapata shida sasa hivi ni kwa sababu baba yetu yuko hai, akifa tu tunagawana mali. Ndio Waswahili wanaiogopa sana, Waswahili wenye busara wanaogopa sana mali ya kurithi. Wengine wanaita mali ya laana, kwa sababu pahala popote watu wanapoachiwa mali, udugu utaanza kuvunjika, watu watagawana matumbo, urafiki utakufa, kila mmoja hatomtambua mwenzake. Ziangalie koo nyingi zilizoachiwa mali na baba zao, hawatambuani, walisubiri tu afe wapate kugawana. Wengine walikuwa naapiza sasa. Lakini sasa kumbe mali yako ni ile ambayo unafanya nayo kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ubakhili huo haukusaidii kitu chochote.